Atape Kionda Net Event. Atape Kionda Net Event. Mungu awe nanyi nyote. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Leo ni siku maalum kabisa. Wewe ulioko hapa katika viwanja hivi vya Kionda, wale wanaotupata kutokea mbali, Tanzania, Afrika na mataifa yote duniani, leo ni siku ya pekee sana. Mimi na wewe, Mungu ametualika kusema na yeye. Siku ya leo ni siku ya kudhihirisha namna tunavyomwamini na jinsi tunavyomtegemea na namna tunavyomtambua kwamba yeye ni nani kwetu. Na kwa sababu hiyo yuko katikati yetu hapo kwenye kituo, popote uliko aweze kusikia ukisema naye, kwa ajili ya mahusiano, kwa ajili ya kushinda maisha maovu, kwa ajili ya kupata rehema zake, kwa ajili ya uponyaji wa maisha yetu ya kimwili. Mungu ametukarimu jioni ya leo, naye atatutendea kwa ajili ya jina lake. Kabla hatujapata nafasi hiyo, tutapata fursa kwanza ya kusikiliza anachosema, mimi nikisikia na wewe ukisikia. Pata muda huu na wasaa huu wa pekee, umsikie Mungu akisema pamoja nawe. Na katika mwendelezo wa somo ambalo jana tulikuwa nalo, somo ambalo lilikuwa linatueleza jinsi ambavyo yeye Mungu wetu bado yu hai, anatoa uhai. Kalvari ni mahali pa kutuumba. Kalvari ni mahali pa kukutana na wanaopokea uhai. Yeye ndiye peke yake anayeweza kurejesha kilichoharibika kwa Adamu. Hivyo jioni ya leo ni kukarimu tena, unapokuwa msikivu, kusikiliza Mungu akisema nawe. Na kabla ya yote, tuzungumze tena na Mungu kwa ajili ya kusikiliza neno lake. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, nena nasi, wa kike na wa kiume, watoto kwa watu wazima, na mwisho wa yote utusaidie kuitikia sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nyayo zenye nyaya, sehemu ya pili. Nyayo zenye nyaya, sehemu ya ngapi? Sehemu ya pili. Somo hili linatupeleka katika neno la Bwana, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 19. Injili ya Yohana sura ya 19, katika ule mstari wa 30. Soma pamoja nami. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hii ilikuwa ni kauli ya Yesu ya mwisho akiwa juu ya msalaba. Alizungumza kauli 7, lakini iliyokuwa ya mwisho ndiyo hii, imekwisha. Na ilitamka kauli hiyo, Biblia inaeleza ilikuwa ni saa 9 alasiri, baada ya giza kutawala ndani ya masaa matatu, kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Kwa nini? Hii ilikuwa ni kauli ya muhimu aliyomalizia kwayo, ambayo inaashiria jambo kubwa ambalo kila msikilizaji na mtazamaji anapaswa kuelewa. Imekwisha. Kaisalimu roho yake. Kaisalimu roho yake. Usisahau yafuatayo. La kwanza, Yesu aliishi hapa duniani, na kila alichokifanya na kila alichokisema ilikuwa
ni mapenzi ya Baba yake. Ndio maana anaeleza Yohana 5:19, mimi sina maneno yangu mwenyewe, ninayoyasema ni maneno ya Baba yangu. Kutenda kwake na kusema kwake ni mapenzi ya Baba. Kwa hiyo ikiwa anasema imekwisha, kuna mawasiliano hapa yanafanyika ambayo tunahitaji kufahamu alikuwa anasema kwa nani na alikuwa anamaanisha nini. Lakini usisahau jambo la pili, kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani alikuja ili kutimiza yote aliyoandikiwa. Aliwaambia wanafunzi wake njiani kuelekea Emau katika ile Luka 24 mstari wa 44, akasema ilipaswa kutimizwa yote aliyoandikiwa mwana wa Adamu, na akataja mambo matatu: katika Torati, katika manabii na katika Zaburi. Yesu alikuwa anazungumzia katika Biblia, kwa sababu kipindi chake Biblia ilikuwa inaishia kile kitabu cha Malaki, Agano la Kale. Lakini kwa sababu ya namna ya upangilio wa Kiyahudi, kitabu cha kwa kweli cha mwisho akikuwa kile cha Malaki, lakini ilikuwa katika mpango wa uandishi wa kitabu wa upangaji wa vitabu ilikuwa ni Mambo ya Nyakati. Lakini sasa anaposema ya kwamba imekwisha, kuna kitu alikuwa anawaambia wanafunzi wake njiani kwenda Emau, ya kwamba yote aliyoandikiwa mwana wa Adamu katika Torati, yani vile vitabu vya Musa, katika manabii wote waliandika juu yake. Ndio maana Petro alisema, waraka wa kwanza wa Petro 1:10-12, akasema manabii wote walitafuta na kuchunguza waweze kuona ni wakati upi ulioonywa na Roho aliyokuwa ndani yao wakuja kwa yeye ambaye ni mzao. Kwa hivyo wote manabii, Yesu anasema yalipaswa yatimizwe yote ambao yameandikwa katika manabii. Kisha akasema na Zaburi, ndiye anazungumza Zaburi ambazo ni nyimbo za sifa zilizotumika katika ibada, katika sifa kwa Elohim, kwa Yehova. Kwa hiyo anasema yote yaliyokuwa yanahusu yeye lazima yatimie. Ndiye anaeleza, mwayachunguza maandiko mkidhani kuna uzima ndani yake, lakini hayo ndiyo yananishuhudia mimi. Ndivyo alivyosema Injili ya Yohana 5:39. Yaani Biblia yote ilihusu yeye. Kwa hivyo anaeleza yote hayo, yote yanamhusu yeye. Jambo la tatu ambalo unapaswa ukumbuke, ya kwamba tulivyoangalia jana, ya kwamba Yesu hakukamatwa kwa nguvu. Naomba usikilize vizuri, yaani hakufa kwa kushurutishwa. Kuna watu wanasema Yesu aliuawa na Wayahudi. Wengine wanasema aliuawa na serikali ya Kirumi ya wakati ule. Wengine wanasema unajua, aliuawa na Pilato, na wengine wanasema yale na yale. Mara wengine wakina Kayafa, mara wengine wakina Anas. Lakini sikiliza, Biblia inasema hivi, na utoa uhai wangu na nautoa mimi mwenyewe. Naomba usikilize vizuri, ya kwamba Yesu hakufa kwa sababu ya misumari juu ya Kalvari kwenye mti ule. Hapana, ila alikuwa anautoa mwenyewe. Ndio tulivyoangalia jana katika Yohana 10 mstari ule wa 18, na kisha akasema ninautoa mwenyewe na nina uwezo wa kuutwaa tena. Tulisoma mstari wa 15 Yohana 10 na mstari wa 17 Yohana sura ya 10. Kwa hiyo aliutoa kwa hiari, na alisema hakuna anayeniondolea, no one, hakuna anayeweza kuniondolea uhai. Na nisikiza ndugu zangu wapenda, ya kwamba uhai huyu ambaye anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, hauondolewi na misumari, hauondolewi na mapanga, hauondolewi na chochote. Hakuna mtu awezaye kuniondolea uhai ila na utoa mwenyewe. Kwa hiyo usije ukawa hukumu wa Yahudi ukasema ndio walimuua Yesu. Hapana, sikiliza, aliutoa mwenyewe. Lakini hebu angalia pale anapoandika kitabu kile cha Yohana Injili sura ile ya 18 na mstari wa 10 na mstari wa 6. Hapa na nukuu, Yohana Injili sura ya 18 mstari wa 6, na nukuu, neno la Mungu linasema hivi: basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Hiyo ilitokea kwenye bustani ile ya Getsemani, walipokuwa Yuda ameongoza kile kikosi kwa ajili ya kumuua, kumkamata. Na walipofika, na sasa wanafunzi ameshawaamsha, amkeni maana adui anakuja. Wao wakujua ndio saa yenyewe. Sasa sikiliza,
Walipofika pale ili ujue ya kwamba aliutoa uhai wake mwenyewe, walikuja wana silaha. Kama ingekuwa leo wamejihamu kabisa, wamesheni mabomu, wamesheni katika kila aina ya silaha. Kama ingekuwa ni panga, ni bastora, kama ni aina yoyote. Kwa hiyo wakati ule, silaha za wakati ule walikuwa wamezisheni wale maaskari. Lakini akawauliza swali walipofika, akawaambia, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta huyu Yesu wa Nazareti. Sikiliza alichofanya Yesu, akasema, ni mimi. Ile neno ni mimi, ukiona kwa Kiswahili ukaiona ni mimi, hilo neno kwa Kiunani ulikisikia ni mimi. Ile neno linamaanisha, ndio ile uliosikia anaambiwa Musa, mimi niko. Mimi niko. Hilo neno katika lugha ya Kiunani na maana ndiye anayeishi. Ukisikia mtu anasema ni mimi, aliposema tu ni mimi, Biblia inasema wakasukumwa mpaka, yani ile kauli alipoitamka mimi ndimi, maana yake ndio Elohimu, huyo amekuja, ndiye Mungu mwenyewe. Ile kauli alipoisema ni kama kuna kitu kiliwashtua, kikawapiga mpaka wote chini. Askari chini, wale watu wa makuhani walioambatana nao chini, wale wa Mafarisayo chini, wale Masadukayo chini, wale wajumbe wa Sanhedrini chini. Kila mtu sasa anaamka, anajikung'uta mavumbi, anajishangaa, hivi nini kimetokea? Ikiwa na maana ya kwamba walidhani wana silaha, walidhani wana nguvu. Sasa wamekutana na nguvu halisi, nguvu halisi. Kawambia, waacheni hawa, ni mimi, nikamateni. Yani anasema mnikamate. Yani hata kama asingelisema yeye, hakuna ambaye angesubutu. Na utoa uhai wangu, na utoa. Na ndio maana hata wakati wanamsulubisha, wanamtesa, wanampiga, walihofia hawezi fika Golgotha. Wakamshurutisha yule Simeoni Mkirene. Walijua atakufa kwa sababu ya mijaredi, kwa sababu ya makovu ya misumari. Biblia inasema hapana, na utoa uhai wangu. Yani ndiye aliyeutoa yeye mwenyewe. Kwa hivyo usisahau, anaposema imekwisha, lazima ujue kitu cha kwanza, aliishi aseme maneno ya Mungu. Kwa hiyo imekwisha, hili halikuwa neno lake, lilikuwa neno la Mungu. Mbili, alikuwa amekuja atimize yote aliyoandikiwa, na hivyo alikuwa anatekeleza aliyoandikiwa. Tatu, aliutoa uhai wake mwenyewe. Hajatoa uhai, hakuna aliyemuondolea. Ndiyo kauli yake, hakuna awezaye kuniondolea, ninautoa mimi mwenyewe. Warumi hawapaswi kushtakiwa. Taifa la Israeli halipaswi kushtakiwa kuhusiana na kifo chake. Aliutoa uhai wake mwenyewe ajili ya rafiki zake, na akautoa, na akasema na uwezo wa kuutoa tena. Hilo neno imekwisha ambalo Yesu alilisema sasa, ndio hilo ambalo linaonekana kwenye skrini hapo, tetelestai. Tetelestai, neno la Kiyunani. Hakusema katika lugha ya Kiebrania, hakulisema katika lugha ya Kiaramu, hakulisema katika lugha ya Kilatini kwa maana ya Rumi. Alilisema katika lugha ya Kiyunani, tetelestai. Tetelestai ni neno ambalo linatokana na neno telos. Neno telos maana yake mwisho. Lakini ili ujue vizuri, katika ulimwengu wa Kiyunani wakati wa Yesu, tetelestai lilikuwa na matumizi ya maeneo makubwa matatu. Moja, katika lugha ya kibiashara. Katika lugha ya kibiashara, mtu akisema tetelestai, maana yake amelipa kamilifu kilichotakiwa, amelipa kwa ukamilifu. Hakuna kinachohitajika juu ya hicho, kimekamilika. Kwa hiyo kama ilikuwa ni deni, amekamilisha. Hiyo ndio lugha aliyoeleza, na ndio maana unamwona Yesu anasema katika kitabu kile cha Marko 10 mstari wa 45, anasema mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali amekuja kutumika na kutoa fidia kwa ajili ya watu wengi. Kwa hiyo anasema nimekuja kutoa, nimekuja kulipa, tetelestai. Yesu anatamka imekwisha, nimelipa kwa ukamilifu, hakuna kinachodaiwa.
Hicho ndicho alichomaanisha, lakini bado hiyo lugha inatumika katika mambo ya kisheria na kimahakama katika taifa na lugha ya Kiyunani. Nisikilize vizuri sasa, inapozungumzwa hapo ikiwa ni mahakamani, ukiona leo wanasema court, yaani sikiliza vizuri, Wayunani wao lugha yao hawasemi hivyo, wanasema tetelestai. Tetelestai katika lugha ya mahakama ni kwamba hukumu imetolewa na imekamilika. Na ni hukumu gani Yesu alikuwa anaitoa? Ninyi mnakumbuka katika Yohana sura ya 12 mstari wa 31 hadi mstari wa 33, alisema sasa hukumu ya dunia hii ipo sasa, na akasema mkuu wa dunia hii atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Sasa mkuu wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo kauli ya Yesu ya kusema tetelestai, alichokuwa anasema imekwisha tolewa hukumu kwa ukamilifu. Ndio maana Injili ya Yohana sura ya 16 anasema Roho wa Mungu akija atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya haki, kwa habari ya hukumu na kwa habari ya dhambi. Na hiyo ni katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7 hadi 11. Anaelezea kwa nini anahukumu. Hapa anasema tetelestai. Kwa hiyo alikuwa anazungumza ya kwamba kifo chake ni hukumu kwa yule ibilisi, nyoka wa zamani na shetani. Na kwa sababu hiyo tetelestai, hukumu imekamilika, haina mapungufu, haina kinachotakiwa. Sentensi imetolewa, imekamilika. Kauli ya mahakama imekwisha. Yesu akiwa Kalvari, wao Yahudi wanadhani wamemmaliza, kwamba huyu ni mjanja, tumemweza, Rumi inajua imekamilisha. Kumbe walikuwa wameweka mahakama, wameita kikao, yani mbingu zilikuwa zinawaita waje pale Golgotha aweze kutoa hukumu dhidi ya shetani. Imekwisha. Tetelestai pia linatumika katika lugha ya kivita. Hapa sikiliza vizuri, katika lugha ya kivita, katika lugha ya Kiyunani ukisikiwa nasema tetelestai, kama ni lugha ya kijeshi, military language, wakisema tetelestai, kama ni askari aliyepewa dhamana kuongoza majeshi kupigana na maadui, ukisikia amesema yule kamanda wa vikosi tetelestai, maana yake vita imepiganwa na ikashinda kwa ukamilifu. Kwa ukamilifu, hakuna hata harufu ya moshi, hakuna hata harufu ya joto mahara. Wamesawazishwa, wamenyamazishwa, wote wamejisalimisha. Tetelestai. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema hapa juu ya Kalvari, vita dhidi ya yule joka imekwisha. Tetelestai imekwisha. Na ni kwa nini nasema maneno haya jioni ya leo? Ni kwa sababu wewe na mimi tuna nafasi ya kukutana na huyu aliyesema tetelestai, ili tujue amelipa katika biashara, amelipa deni. Yani kwa kweli ni hivyo wapendwa, hatudaiwi chochote, amelipa. Tetelestai. Lakini tetelestai anasema nimekwisha toa hukumu kwa yule shetani kwa ukamilifu. Tetelestai ameshinda vita kikamilifu. Kwa hiyo ni kazi yako na kazi yangu kupokea ushindi wake. Tetelestai. Lakini sasa hebu angalia vizuri kidogo, ili maanisha nini? Unapozungumzia tetelestai inakuwa na maeneo makubwa mawili. Kwa upande wa wanadamu, ile tetelestai alikuwa anazungumza na baba yake, maana alipomaliza kuzungumza akasema sasa imekwisha, na hiyo ilikuwa ndio pumzi yake ya mwisho. Anautoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu, na wakati huo anayutoa akitamka maneno hayo. Sasa angalia, ili ujue ya kwamba ilikuwa ina ajenda moja nzito sana. Tetelestai siku zote imekwisha, inawatoa watu kutoka kwenye kilele na wanakuwa kwenye shimo. Yani alikuwa ni shujaa, anapelekwa kuwa yani asiye chochote. Tetelestai
Kwa nini? Sasa angalia, Yesu alipitia kesi yake katika hatua zifuatazo sita. Huko mbele tutakuja kuangalia kwa nini zilikuwa tu sita, haziendi mpaka 7. Zilikuwa 6. 3 ilikuwa ni taifa la Kiyahudi, na 3 ilikuwa ni viongozi wa serikali ya Rumi. Katika taifa la Kiyahudi, aliposhikwa ile siku ya pale Getsemani, walimpeleka moja kwa moja kwa anayeitwa Anasi. Anasi alikuwa ni kuhani mkuu aliyestaafu. Huyu Anasi ndiye aliyekuwa baba mkwe wa kuhani mkuu wakati Yesu ameshikwa na kuuawa. Sasa Anasi ndio walimpeleka wa kwanza nyumbani kwake. Sasa walipofika pale, yeye alimhoji mambo mawili. Moja, alihoji wanafunzi wa Yesu. 2, akahoji mafundisho yake. Katika hili Yesu alijibu hivi: mimi nimefundisha waziwazi kabisa, tena mbele ya jua, watu wakisikia. Waulizeni watu kuhusiana na wanafunzi wangu, waulizeni watu kuhusiana na mafundisho yangu. Mojawapo ya askari wa Anasi waliokuwa pale akamzabua Yesu kofi, kamwambia, ujui unamjibuje kuhani mkuu maneno hayo? Yesu akasema, nilipi ovu niliyofanya? Kama nimetenda haki, nina sababu ya kukaa kimya. Akaeleza, na utayaona hayo kwenye Yohana 18 mstari wa 13 hadi 14, mstari wa 19 hadi 24. Kwa hiyo yeye aliishia tu kumhoji juu ya mafundisho na juu ya kile kinachoitwa wanafunzi wake. Wakamtoa usiku huo huo, wakaenda kwa kuhani mkuu mwenyewe, mkwe wa Anasi, aliyekuwa anaitwa Kayafa. Kayafa alikuwa na makuhani. Kayafa pale pia alikuwa na waandishi na alikuwa na wazee, wani wanasheria, alikuwa nao waandishi na wale viongozi wa taifa lile, baadhi yao. Sasa naomba usikilize pale walipokutana pale kwa Kayafa, utaiona kwenye Marko 14 mstari wa 55 hadi 59. Na hapa nataka ninukuu, usikilize. Nasoma pamoja nawe Marko 14 mstari wa 55 hadi 59. Wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua mbele yao pale, wasione, kwa maana wengi walishuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupatana. Wakamshuhudia uongo, ushuhuda wao haukupatana. Yaani huyu anasimama, huyu naye anasimama, wako kwa kuhani mkuu Kayafa, lakini ushuhuda wao haukupatana. Wakaona tunafanyaje? Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili ambao walienda kwa kuhani mkuu mwenyewe. Kana kwamba haitoshi, wakaenda sasa. Kuhani mkuu Kayafa alikuwa ameshaandaa tayari baraza kubwa la utendaji na mamlaka ya serikali ya Israeli, Sanhedrin. Sanhedrin ilikuwa na wajumbe 70 na mwenyekiti akiwa wa 71 ambaye ni kuhani mkuu. Sasa walikuwa wamekutanika, wengi walikuwa ni Masadukayo na wachache katika hao walikuwa ni Mafarisayo. Lakini Mafarisayo walikuwa na mvuto sana, kwa sababu walionekana kama watu waliokuwa wanatia moyo kwa Waisraeli kwa kutotaka wajiunge na Rumi, wakati Masadukayo walikuwa wanaonekana kukubaliana na Rumi na tena wamepewa nafasi na serikali ya Kirumi. Kwa hivyo ndio maana walikuwa na mvuto sana Mafarisayo. Kwa hiyo wakiwa hapo, ambao ni wasomi wana theolojia, ni wasomi katika kijamii walioaminika, walikuwa pale. Sasa sikiliza, na hapa na nukuu katika ile Mathayo 26 na ule mstari wa 63 hadi 66. Hapa sikiliza Yesu alichokisema, na huyo alichokisema, na hiki alichokisema ni huyu Kayafa mbele ya baraza la Sanhedrin. Akasema, akauliza, lakini Yesu akakaa kimya, akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe wafanyaje? Wasema. Ile lugha wewe wasema sio yani katika lugha ya Kiunani, na kile ambacho Yesu alikuwa anasema, alimwambia umejibu sahihi. Yani hilo umetoa jibu namna gani? Sahihi. Sikiliza, Yesu akamwambia, na nukuu tena, wewe umesema. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akisema, amekufuru, imempasa kufa. Ndio maana siku ile kwenye Yohana Injili 10 mstari wa 30 na 33, Yesu aliposema mimi na Baba tu mmoja, wakaokota moyo wampige. Yesu akasema, mnanipiga kwa sababu gani? Wakasema, hatukupigi kwa kazi nzuri, ila kwa kujiita na kujifanya wewe kuwa sawa na Mungu. Yaani unaposikia Yesu anaposema mimi na Baba tu mmoja, alichokuwa anawaeleza mimi na Baba wote ni sawa. Na Wayahudi walielewa, wakasema hiyo ni kufuru hiyo. Na hapa Yesu aliposema mimi ndimi Kristo mwana wa
Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu kama tulivyoangalia jana, sio unavyosikia ile ya kuzaliwa. Mwana wa Mungu maana yake wanafanana naye, wanalingana naye, ndiyo yeye, ndio huyu, ndio yule. Na ndio maana kuhani akararua mavazi yake akasema hii ni kufuru, anatukana Mungu. Kufuru neno ambalo linamaanisha sema kinyume na Bwana, yaani amemtukana Bwana. Kuhani akararua, wakaanza kumshambulia, wakaanza kumkebei, wakaanza kumfanyia yoyote, wakaanza kumpiga, wakaanza kumtukana. Baada ya hapo wakatoka na kauli, imempasa kufa. Sikiliza, ajenda ambayo baraza Sanhedrin lilitoka nayo, Yesu anafaa kufa kwa sababu ya madai ya kwamba yeye ni sawa na Mungu. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, unajua watu wengi hawaelewi kwa nini Yesu alikufa. Madai ya wana wa Israeli yalikuwa ni hayo. Sasa ile kesi ikashindikana, ushahidi wao hawakufa huru. Ukweli kutoka kinywani mwa Yesu ukasimama. Ukweli upi? Yesu na Baba ni kitu kimoja, yeye ni sawa na Mungu. Na hicho ndicho kilichotoa maamuzi ya Sanhedrin, anastahili kufa, yeye ni mwana wa Mungu. Sasa sikiliza, dini iliyokufa ya Mafarisayo, ya waandishi, ya kuhani wa kina Kayafa na Anania, ni dini waliotamani watende mema ili wamkaribie Mungu. Lakini dini iliyo hai ni ile ambayo Mungu ndiye anayefanya jitihada zake kumfikia mwanadamu. Walikuwa na fursa, Mungu alikuwa anawafikia wanadamu, wao wakapoteza fursa hiyo. Ndio maana dini zote duniani za kutenda matendo mema ili wamfikie Mungu ni dini zilizokufa, dini zisizo na uhai. Yaani huwezi ukamfikia Mungu kwa kutenda yaliyo mazuri, kwa kutumika kwa ajili yake. Huwezi mfikia Mungu kwa kutoa sadaka ulizo nazo. Maana hata hivyo Waebrania 10 mstari wa 4 mpaka wa 6 anasema sadaka na dhabihu hakuzitaka na haziwezi kukamilisha anayeabudu. Yaani wakati wanatoa mafahari, wanachinja kafara, Mungu hakuzitaka. Dhahabu zenyewe haziwezi kulipa deni isipokuwa tetelestai, imekwisha. Ndio maana wasio na Yesu wanatafuta dini ya kina Kayafa, dini ya kina Ananiasa, dini ya kina Mafarisayo, dini ya kina Masadukayo. Wanataka wamfikie Mungu wao kwa utendaji wao, wakati Mungu amekuja awafikie wao. Dini zilizokufa hazina Yesu ndani. Nenda Ulaya, nenda Asia, nenda Amerika, dini isiyo na Yesu ni dini zilizokufa, dead religions. Dini zilizokufa haziwezi kumwokoa. Kwa nini? Kwa sababu angalia kinachofanyika, walikanusha, wakakataa Yesu sio Mungu. Na ajenda iliyompeleka Yesu kwa Pilato na kwa Herode ni hiyo ambayo taifa kama Israeli, kama la kidini, ni kwamba Yesu anajiita yeye ni sawa na Mungu, na kwa sababu hiyo anastahili kufa. Madai ya Yesu kuwa Mungu yalimpeleka Kalvari. Na leo niwaambie wapendwa, ukishaona mtu yeyote, mwanadamu mwenzangu, anayesema Yesu sio Mungu, ana dini iliyokufa. Ana dini iliyokufa. Ana dini iliyokufa. Ana dini iliyokufa. Dini isiyotambua Yesu ni Mungu anayetoa uhai wake na atautwaa, ana dini iliyokufa. Hiyo dini iliyokufa haitamwokoa Anasi, haitamwokoa Kayafa, haitamwokoa Herode, haitamwokoa Pilato. Dini iliyokufa. Yesu imekwisha, na toa uhai kwa ajili ya kondoo wake, na wale wanaomwamini Yesu wanapokea dini iliyo hai, dini ambayo Yesu anawafikia watu wake. Hatuwezi kumtafuta Mungu, ila Mungu ndiye anayetutafuta sisi. Maana Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Halafu akina Kayafa wanataka wamtafute Mungu eti wao ndio wampate. Ndio maana wanakataa Yesu sio Mungu. Na katika dunia hii wote wanaokanusha Yesu sio Mungu wanajiunga na kina Kayafa na Nasi, wanajiunga na Mafarisayo, wanajiunga na kina Sadukayo, wanajiunga na wale wanaotafuta kumjua Mungu kwa kutenda mambo mema na kutoa sadaka kwa watu na kutoa huduma zilizo bora. Na dini zilizokufa, dini zilizokufa haziwezi kumwokoa mwanadamu.
Dini zilizokufa, ukweli ulibaki Sanhedrin. Yesu ni Mungu. Ndio ajenda iliyowapandisha kwa Pilato. Dini iliyokufa, hiyo ni dini isiyo hai. Nenda sasa kwa yale mashtaka matatu ya mwisho. Wakaenda kwa Pilato, na kwa sababu walikuwa wanataka washiriki Pasaka, ndio maana hawakuingia kwenye ile praetoria, wakabaki nje ili wasije wakajinajisi, wakashindwa kushiriki Pasaka. Yaani hawa watu walio na dini iliyokufa wameshindwa kuingia praetoria, lakini wanamshtaki Yesu kwa madai ya kwamba yeye ni Mungu, wakati Yesu kwa hakika alisema ukweli. Na kwa sababu hiyo ndicho kinachofanyika. Sasa angalia kwa Pilato katika jumba la Pretoria. Mstari ule Injili ya Yohana sura ya 18 mstari 37 hadi 38. Basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi ni mfalme. Yaani unajua maswali yote nyeti Yesu alijibu. Alipofika kwa Pilato, wewe ni mfalme? Yesu akasema, ndio. Haleluya. Ndio. Kwa taifa la Kiyahudi, wao waliopaswa kujua Yesu ni Masihi, na Yesu huyu ni mwana wa Mungu, na Yesu ni Mungu na Baba ni kitu kimoja. Yesu alipoambiwa, je, wewe ndio mwana wa Mungu? Akasema ndio. Ndio mimi. Alipoenda kwa Pilato, yeye ambaye ni gavana wa Yudea, aliyekuwa chini ya serikali ya Kirumi, ambaye alikuwa anaogopa watu wasijitafute na kujiita ni mafalme, ili mfalme Kaisaria asiuzike. Alipofika kwenye mahakama, sikilizeni watu ambao wanashika Biblia mahakamani halafu wanaogopa kusema ukweli, wanaogopa kukiri ukweli. Yesu akiwa kwa Pilato akasema, mimi ni mfalme. Mimi ndimi. Pilato akatokea, mstari wa 38. Pilato akawatokea Wayahudi tena akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake. Mimi sioni hatia yoyote kwa nani? Mahakama ikatamka, licha ya Yesu kusema mimi ni mfalme, hakuwa na hatia. Pilato alipoona hii kesi hawezi kutokea, akamtuma kwa Herode. Pilato alipoona ile kesi haiwezi kutokea, akamtuma kwa Herode. Alipofika kwa Herode, kilichofanyika, Herode akamdhalilisha. Kwanza yeye, Biblia inasema alikuwa anataka aone miujiza yake, lakini cha ajabu hakufanikiwa. Alikuwa anataka aone miujiza yake, lakini hakufanikiwa. Na kwa sababu hiyo, alipokuwa anauliza, Yesu akakaa kimya, hakufanya chochote. Hakukaa kimya. Yesu hakufanya muujiza wowote. Na kwa sababu hiyo akaona amdhalilishe, akamtukana, wakaamurisha maskari, wakampiga viboko, akamvalisha vazi la kifalme. Na kweli akamdhalilisha namna ile sana kabisa. Akamdhalilisha sana kabisa. Lakini pamoja na yote hayo, Yesu hakutamka chochote, akakaa kimya. Nisikilize wale wote wanaotafuta miujiza kwa Yesu, wenye kiu ya miujiza kama Herode Antipasi. Yesu alikaa kimya, hakufanya chochote, akadhalilishwa, kisha akamrudisha tena kwa Pilato. Alipofika kwa Pilato, angalia tena, swali ikawa ni lile. Anajua hana kosa, lakini ameendelea kufanya hivyo. Ndicho alichoendelea nacho. Na kwa sababu hiyo, Mungu akiwa kazini, watu waliokuwa na dini isiyo na maana walitoka kwenye vilele wakapelekwa bondeni. Tetelestai inapoelekea mwisho wake, wanatoka kwenye vilele wanashuka kuzimu. Ndio unamuona Wafarisayo wanashuka. Tetelestai inawashusha, inawatoa kwa mashujaa, wanakuwa sio chochote. Inawashusha hao wote. Viongozi dhaifu hutafuta sifa. Viongozi dhaifu wanatafuta sifa, wakina Pilato, wakina Herode. Hata leo duniani hapa, Pilato alijua Yesu hana hatia, lakini anasema ni watawafungulia Baraba, na anasema ya kwamba nitampiga tu viboko nimwachie. Siku zote viongozi dhaifu katika serikali za dunia wanatafuta sifa. Jambo la pili, wanayumbishwa kirahisi sana na makofi ya umati. Yaani makofi, Biblia inaeleza ya kwamba sauti za watu zilishinda. Yaani mahakama ikaacha sheria, ikatembea na sauti za watu. Viongozi dhaifu wanayumbishwa sana na watu, makofi yao. Jambo la tatu, viongozi dhaifu daima husababisha matokeo dhaifu.
Yaani unawezaje kumfungulia Baraba, jambazi, muuaji sugu aliyesumbua raia, ili uone tu kuaridhisha watu, eti tu wakupetipeti, wakubembeleze, wakuone wa maana? Yaani viongozi dhaifu, hata kama utaumia, hata kama utavuja machozi, hata kama utatoka damu, kwa kuwa kiongozi ni dhaifu, awe ni wa serikali katika baraza, awe ni wa serikali katika kijiji, katika taifa, katika mkoa, katika wilaya, kama ni dhaifu, raia watavuja damu, haki haitasimamiwa, iwe ni mahakamani kama Pilato, iwe ni Herode kama serikali. Viongozi dhaifu wanahitaji sifa, na kwa sababu wanahitaji sifa, watatoa matokeo mabaya. Leo tunaenda kuomba kwa sababu ya watu ambao wamenyanyasa mabosi wao, viongozi dhaifu, wale watu ambao wana vilio kwa sababu wanaotendewa na viongozi wenye dhamana walioondolewa katika dunia hii, wakashuka tetelestai saraba. Lakini jambo la pekee, unawatoa watu waliokuwa sio kitu, unawapandisha kwenye jukwaa. Haleluya! Tetelestai inawatoa wale waliokuwa dhaifu, inawapandisha kwenye jukwaa pale Kristo alipo. Msalaba unaweka maisha yetu ya zamani kando, ni pale kwenye msalaba tunaweka maisha yetu ya zamani, na halafu tunabeba maisha mapya. Tetelestai, hebu angalia, imekwisha hivyo badilisha maisha ya watu. Jemadari yule aliyeaminiwa na jeshi la Rumi, akakabidhiwa na Pilato kuongoza kikosi cha waliomuua Yesu na wale majambazi wengine. Usikiliza, wakati Yesu anakufa pale katika Luka 23:7, akasema hakika huyu ni mwenye haki. Yaani tetelestai ikabadilisha maisha ya jemadari wa jeshi la Warumi. Sio peke yake tu, hata wale askari wote aliokuwa nao pamoja na yeye. Kwenye Mathayo 27:54 wakasema hakika Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya! Yaani ikiwa hata maaskari wa Kirumi wanajua Yesu ni mwana wa Mungu, kwa maana ya kwamba yeye na Baba ni mmoja, wanatoa maisha yao. Sembuse mimi Semba, sembuse wewe unayenisikiliza, ikiwa maaskari wenyewe mashupavu wasio kurudi nyuma walipoona tetemeko, wakaona lile giza, wakaona ile sauti yake, tetelestai ikatikisa mioyo yao, ikabadilisha maisha yao, wakasema ndio, Yesu ni mwana wa Mungu. Makutano je? Hawakuwa mbali. Makutano katika Luka 23:48 walikuwa makutano wengi waliosimama, walipoona wakajipiga vifua vyao. Yaani wanasema huyu kweli alikuwa ni mwenye haki, kwa mujibu wa Luka 23:48. Tetelestai. Jioni ya leo, wale wasiomwamini Yesu aliwakagua. Imekwisha, ilikuwa inawakagua. Dini ya kweli nakaguliwa na imekwisha. Unajuaje hii ni dini ya kweli? Ni ile dini ya kweli inayosema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu anayetoa uhai, kwa sababu ndiye anaye na uhai, ndiye aliye na uhai, ndio chanzo cha uhai. Alikufa msalabani akatoa uhai ili utu wetu wa kale uwekwe hapo Kalvari, alafu tupate utu mpya. Tetelestai inasema hivi, huyu ndiye anayetia uhai, ndiye anayeumba. Tetelestai, watu wakaitikia. Jioni hii ya leo, Yesu anabadilisha tena, abadilishe maisha yetu. Tunapokwenda kuomba kwa namna ya pekee sana, wakati watumishi wa Bwana, mchungaji Masunya anakuja na mchungaji Tuvako anakuja, tetelestai, hapo tunasema imekwisha. Amelipa deni, ugonjwa usije ukakutenga naye, amelipa. Tetelestai, kama tunadaiwa, amelipa. Lakini ametoa tangazo katika mahakama, Yesu amehukumu yule mkuu wa dunia hii ambaye ni Shetani. Tetelestai. Je, una hatia yoyote moyoni kwa yale uliyoyaishi maishani mwako? Tetelestai, yaani amekwisha hukumu yule Shetani, deni amekwisha kulipa. Na tetelestai, tetelestai, Yesu alisema akimaanisha ya kwamba vita imepiganwa na ametokea akiwa mshindi. Baba, ile kazi ulionipa, yale maneno uliyoniambia kwa watu wa Tanzania, watu wa Kenya, watu wa Kongo, watu wa Uingereza, watu wa Marekani, watu wa Australia, watu wa South Sudan, watu wa Ukraine, watu wa Russia, watu wa Ujerumani, watu wa Ufaransa, ni kwamba Yesu amelipa deni kwa ukamilifu.
ni kwamba Yesu ametangaza hukumu na sentensi imetolewa kwa ukamilifu dhidi ya shetani. Ni kwamba wewe na mimi tumepata ushindi ulio mkamilifu, tetelestai. Ndio maana jioni ya leo tunaenda kuzungumza na huyo aliyesema imekwisha, imekwisha, imekwisha. Kwenye vituo pale ulipo, tetelestai. Na saratani, yule aliye na saratani toka kule Chato, tetelestai. Wewe mama ambaye umekutana misumari ya yule mwovu inayoonekana kwa yule mume wako na yule mke wako, tetelestai. Ameshinda vita kwa ajili yako. Shikilia tetelestai, inabadilisha maisha. Tetelestai ni Mungu Emmanuel, yuko pamoja nasi. Tetelestai. Na kama ni shauku yako jioni ya leo, unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na mahusiano yaliyovunjika, unasumbuliwa katika hali zote na ushirikina katika dunia hii, tetelestai. Vita imepiganwa na ameimaliza kwa ukamilifu. Simama pale pamoja nami, simama jioni ya leo, tetelestai. Bwana univute, karibu sana. Bwana univute. Wakati huo wanatembea wale ambao wanao mzigo, hata kama una uraibu wa dhambi zinazokushusha chini, tetelestai inaenda kupandisha juu. Imekwisha. Usikate tamaa, usinywe vidonge vya sumu, wala usijinyonge kwa kamba. Tetelestai. The battle has been fought and won. Vita imepiganwa na amekamilisha. Tetelestai. Tembea jioni ya leo. Wale ambao wana magonjwa mazito lakini umekuja kwenye vile vituo, tembea sasa jioni ya leo. Kutana na aliyesema tetelestai. Tembea tu pale. Wale kwenye vituo hapa ambao wana magonjwa, wanaojua wao wenyewe wameteseka mioyo yao, tetelestai. Ni walio kwenye mkutano huu, hitaji ushindi katika mahusiano, hitaji ushindi katika mahusiano. Unaumwa huko hospitali pale, unaumwa huko hapa, magonjwa ambayo madaktari hawajawahi kupata ufumbuzi, uko kwenye kituo pale, tetelestai. Saa hii ni ya kusogea kwa Mwokozi. Tetelestai. Tetelestai yuko pamoja nasi jioni ya leo. Tembea tu pale. Tembeeni watu wa Mungu kwa ajili ya magonjwa yanayotusibu. Tetelestai pale Zedekia Kayora ukiwa pale hospitali ya Bugando, tetelestai. Yule dada Juliana akiwa pale Sunya, tetelestai. Usikate tamaa. Uko katika ndoa yako na hujawahi kuwa mjamzito, usikate tamaa. Vita imepiganwa. Tetelestai anakuita. Tetelestai. Una saratani, una kisukari, una nini, tetelestai. Tembea jioni ya leo, tetelestai. Vita imepiganwa na imeshindwa. Yesu akutoe, akupandishe pale juu. Tembea, tetelestai jioni ya leo. Kutana na aliyetamka neno hilo, tetelestai. 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 Sogeni tu huko. Tetelestai. Mtumishi wa Bwana ataanza. Mchungaji Masunya ataomba. Mchungaji Tuvako ataomba. Nipe Yesu niliyemsulubi. Karibu sana. Sina cha kumpatia Yesu wangu, lakini nipe Yesu niliyemsulubi. Nisubuliwa kwa ajili ya maovu yangu. Tembea pale uliko jioni ya leo. Mzigo wa mahusiano wewe ni mjane ambaye unaonekana huko kwenye kisiwa, tetelestai. Amelipa deni, amepigana vita, atakupatia tumaini. Tetelestai. Uchumi wako ni mgumu sana, akili imejifunga, tetelestai. Atafungua akili yako ili unapofanya kazi muda wa siku 6 akupatia akili na juhudi na mbinu za kufanya kazi. Atabariki kazi ya mikono yako. Usikate tamaa, usiibie watu katika biashara yako. Yupo tetelestai aliyetamka maneno hayo, imekwisha. Usifanye ufisadi ili uinue uchumi wako. Tetelestai yupo. Tembea jioni ya leo kule Jamaika, tetelestai. Wewe ambaye umesumbuliwa na uraibu, unapiga masturbation, unapiga punyeto, unapambana kuacha mazoea hayo, tetelestai. Usikate tamaa. Wewe ambaye ni lesbian, ambaye ni msagaji na uliingia bila kujua, ulikuwa ni shoga, lakini usikate tamaa. Tetelestai. Vita amepigana na ameshinda, na yeye atatuinua kama alivyoinua wale maaskari Golgotha.
akainua wale makutano na akuinue jioni ya leo. Tetelestai, Tetelestai anahitaji wale wanaomwamini Yesu ni mwana wa Mungu, na Yesu ndiyo huyu Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme utakuwa juu yake, naye ataitwa jina lake ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, ndiyo mshauri wa ajabu na mfalme wa amani. Tetelestai, huyo ndio Yesu aliyekuja atoe uhai na autwae tena. Lazima awe Mungu, vinginevyo hawezi kuutoa na autwae tena. Lazima awe Mungu, na Yesu ni Mungu. Yeye na Baba ni umoja. Hiyo ndio ajenda iliyompeleka Kalvari. Yaani Yesu alienda Kalvari kwa sababu atangaze yeye ni Mungu. Tetelestai, choka na umesumbuka, jioni ya leo, siku ya Sabato, kuna ubatizo. Na mikono wale wanasema, Yesu, ninajitoa maisha yangu kwako. Tetelestai, nyosha kwa njia ya ubatizo. Watabatizwa Sabato. Nyosha mkono wako pale ulipo kwenye mkutano hapa, na wale walio kwenye vituo mbalimbali pale nyumbani, wale walio kwenye majumba ya ukumbi wa onyeshaji wa sinema, nyosha mkono kwa ujasiri wako. Nasema, Yesu, nami nitabatizwa Sabato hii. Nyosha mkono pale ulipo. Nyosha mkono tu jioni ya leo, na unafahamu kabisa Yesu yuko msalabani, anasema imekwisha, usiogope. Hata Yesu alisema ndio yeye ni Mungu pale katika baraza la Sanhedrini, akasema ndio yeye ni mfalme mbele ya Pilato na mbele ya Herode, yeye ni mfalme. Usione haya, kila vita amepigana. Nyosha mkono pale ulipo, na Mungu wetu amekubariki, na wewe utabatizwa Sabato hii. Sasa Pastor Masunya, karibu kwa ajili ya sala. Basi niwakaribishe. Basi niwakaribishe watu wote katika mkutano, wale waliojitoa hapa mbele kwa ajili ya matatizo mbalimbali yanayowakabili, na wale ambao kuweza kusogea kwa sababu ya udhaifu mmoja au mwingine, na mkutano wote tuweze kufumba macho, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unaishi juu mbinguni, Mungu mwenye nguvu, usiku wa leo wana wako na binti zako tumesogea katika viwanja hivi, mahali ambapo ulituma nyayo za matumaini kupitia watoto wako katika mikutano hii. Tumekuja Mungu wetu kukushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Laiti kama macho yetu yangelifunguliwa leo hii, tukaona ni namna gani shetani alivyotutafuta hata tulipokuwa katika njia za dhambi, lakini mkono wako ukawa wenye nguvu sana kutuokoa ili tuzione nyayo za matumaini. Tungeshuka chini na kuimba sifa nyakati zote. Lakini yatosha katika jioni ya leo. Hakuna mahali tunapoweza kwenda isipokuwa chini ya msalaba. Umemtumia mtumishi wako Mungu kutuweka katika viwanja hivi. Tumesikia neno lako, tumeinuliwa, na tunaposogea karibu na wewe Mungu mtakatifu, sikia maombi yetu katika jioni ya leo. Unajua tunaishi katika ulimwengu wenye shida. Tumezungukwa na kila aina ya majanga. Hatari nyingi zinatukabili, zinazoonekana na zile zisizoonekana. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, hatuwezi kushinda peke yetu, Mungu wa mbinguni. Ndio maana ulisema utakapoinuliwa utawavuta watu wote kwako. Na leo hii Kristo, tunakuja kwako, mahali ambapo ni salama kwa kila maisha ya mwanadamu. Ulishinda kwa ajili yetu, nasi tunakuja tukiwa wadhaifu. Tazama miili ya watoto wako waliokumbwa na magonjwa katika miili yao. Miili dhaifu kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Miili dhaifu kwa sababu ya vyakula. Miili dhaifu kwa sababu ya anga hewa lilochafuka. Miili dhaifu kwa sababu ya maji tunayokunywa. Miili dhaifu kwa sababu ya mtindo wa maisha. Lakini tuende wapi Mungu wa mbinguni? Katika jioni ya leo, mahali salama ni kuja katika miguu yako. Na
mikutano huu wote na walioko mbali tumekuja tukilia, sikia vilio vyetu Mungu wa mbinguni, kwa sababu kutokana na haya watoto wako wameingia katika hali ngumu ya maisha. Uchumi umeharibika, mali zimeteketea, wakihangaika kupata tiba pasipo matumaini. Lakini Yesu, wewe ni tabibu mkuu. Tunawaleta watu wote katika hospitali yako. Mkono wako wa uponyaji unapowagusa, leta uponyaji wa matumaini ya hali ya maisha yetu ya kiroho kupitia mikutano hii ya Nyayo za Matumaini. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni mwema. Tunakuja tukiwa na wagonjwa wa kila aina mbele zako. Mkono wako uliotenda kazi zamani ndio mkono unaotenda kazi sasa. Jitukuze katika miili ya watoto wako. Tazama miili ya watoto wako ilivyonyauka, Mungu wa mbinguni. Uchumi wao umeharibika, familia zimeteketea, matumaini yamepotea. Lakini kwa sababu ya neno la jioni ya leo, hebu Mungu gusa miili yetu. Hata kama magonjwa hayataondoka, lakini yasitupotezee matumaini katika nyayo za matumaini. Asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tunakuita Mungu mwenye nguvu, zungumza nasi, kwa sababu wewe ndiye unayetoa uhai na wewe ndiye unayetoa afya. Mkutano wa leo tunaweka mikononi mwako. Leta ushindi katika changamoto ya kiafya, leta ushindi katika changamoto ya uchumi, na unapotupatia nafasi nyingine, tusaidie kuliweka tumaini kwako, Mungu mponyaji. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi tunapohitimisha katika jioni ya leo. Nikusihi sana Mungu mwenye nguvu, ushindi ulioupata katika msalaba ule ukawe ni ushindi ambao utakomesha maisha ya shida yaliyo katika utumwa wa dhambi na kutupatia ushindi. Siku utakapokuja, dhambi haitakuwa na uwezo tena, magonjwa hayatakuwa na nafasi tena. Utaturudisha nyumbani kwa sababu ilikwisha katika msalaba. Kwa jina la Yesu, amen. Tunaungana pamoja na mtumishi wako mtakatifu, Mungu mkuu, katika kukusifu, kukushukuru, katika kukupongeza Mungu mkuu, muumba wa vyote, wakati huo huo mwokozi wa wote wanaokukubali. Jina lako na litukuzwe. Pokea sifa kwa sababu ni stahili yako. Pokea ibada kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu. Asante kwa sababu ya upendo usioelezeka, agape, iliyokuleta hadi katika msalaba wa aibu, msalaba wa Calvary, ili kila anayekuamini apate kuokolewa. Asante kwa kukamilisha mpango wa wokovu wetu. Asante kwa kutuokoa kutoka katika uharibifu wa yule mwovu. Na kwa namna ya pekee tunatambua ulituumbia jambo jema, mahusiano katika maisha yetu. Ukatengeneza ndoa, ukatengeneza familia, ukatengeneza jamii za watu wako. Tunajua ya kwamba ulikusudia maisha yetu yawe yamejazwa na furaha. Asante kwa sababu ya upendo huo. Asante kwa nia njema kwa ajili ya maisha yetu. Asante kwa kuweka mipango mahususi kamili kwa ajili ya furaha timilifu. Lakini Bwana, tunakuja mbele zako jioni ya leo. Tunapoutazama msalaba wa Calvary, tunatambua kwa sababu ya dhambi, nyumba zetu, ndoa zetu, mahusiano yetu yameharibiwa na yule mwovu. Bwana, twakusihi, chunguza nia za mioyo yetu, utusamehe tunapoleta mioyo hii jioni ya leo, kwa kusimama, kwa kutembea na kuja hapa mbele. Bwana, tunakusihi ukatusamehe. Amina. Unaposikia maombi ya waliokuja na tuliokuja hapa Morogoro, kule Dar es Salaam, kule Mwanza, kule Kahama, kule Moshi, kule Mtwara, hata nje ya nchi ya Tanzania, kule Marekani na kwingineko kote, Bwana, sikia dua za watu wako. Amina. Ukaponye mioyo yetu katika mahusiano yetu ya kibinadamu,
mahusiano yaliyokusudiwa kuwa mema ya ndoa na hata ya wale ambao hatujaingia katika ndoa. Amen. Ukabadilishe mielekeo kwa kuitazama kafara yako katika Calvary. Amen. Na tukatengenezwe upya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana, twakusihi unapoponya mioyo yetu katika mahusiano haya, ponya mahusiano baina yetu sisi na wewe. Amina. Tukadumishe mahusiano yetu kwa kuisikia sauti yako. Haleluya. Yaani neno lako takatifu kama linavyowasilishwa katika mahubiri haya ya neti 23. Bwana, tujalie kukusikia unaponena. Amina. Tujalie kukuitikia vyema, kukabidhi mioyo yetu, kuisalimisha kikamilifu kwako. Amina. Tujalie kuisikia sauti yako katika neno tunapokuwa na fursa ya kulisoma na kulitafakari. Amina. Hivyo mtu wako, binti yako, mwana wako, kijana, mtoto, mzee, popote anapokuita jioni ya leo, ili ukarekebishe, ukakarabati uhusiano wake na wewe. Amina. Bwana, ukaujenge kwa nguvu ya msalaba. Amina. Na tukarejeshwe katika uhusiano ulio bora wa milele kati yetu na wewe. Amina. Kati yetu na wenzetu. Katika ndoa, katika nyumba, lakini zaidi sana katika uhusiano baina yetu na mbingu, ili tupate kuupokea huu wokovu na kuweza kuurithi milele na milele. Amina. Asante kwa kutuvuta karibu nawe. Haleluya. Asante kwa ushindi wa Calvary. Amina. Asante kwa kuponya hata afya za akili ambazo zimeathiriwa na kuharibiwa kwa mahusiano haya. Amina. Asante kwa uponyaji. Tumekabidhi haya kwa moyo mmoja, kama mtu mmoja, tukitambua ahadi yako. Kabla hatujaomba unalojibu, tukiwa katika kunena unasikia. Amina. Tuliambiwa na kauli yako, ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata. Timiza ahadi yako, maana wewe ni Mungu tena ni mwaminifu. Amina. Katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba haya. Amina. Amen. Jioni ya leo, kabla hujaondoka, ukiwa umesimama hivyo hapo ulipo, Sabato hii tuna ubatizo. Ubatizo huu ni wa pekee, ni ushahidi wa dhahiri na wa kweli ya kwamba wewe u miongoni mwa wale askari wa Kirumi waliokiri wanahubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, wale waliotoa maisha yao katika ule mlima wa Golgotha, wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, huyu ni mwana wa Mungu hakika. Wewe jioni ya leo, jioni hii ya leo, Mungu ana ajenda akuinue, umuone Tetelestai, yeye aliyetamka imekwisha, na kila kitu kikawa kimelipwa. Kama ni madeni yamekwisha lipwa. Wakati huo huo amemhukumu shetani. Sisi sio tuliohukumiwa, lakini shetani amehukumiwa, na sisi hawa akatupatia ushindi. Vita amepigana akashinda, na ni wewe na mimi kuupokea ushindi wa huyu mwana wa Mungu. Hivyo usisite, usione shaka wala tashwishi, kwa sababu Yesu yuko pamoja nami. Ukiwa pale kwenye kituo, wazee wa kanisa wakiwa pale, viongozi wanaotumia mikutano ili wako pale kwenye kituo, akiwa pale mchungaji kwenye kituo, akiwa yuko pale mwinjilisti wa Bwana kwenye kituo, popote pale, iwe ni kwenye nyumba pale, mwana familia yule, wale ambao wameweka vituo vyao katika familia, ambao watoto wa Mungu wamekuja wanaungana na wewe pale kwenye ukumbi wa kuonyesha michezo ya mipira na maonyesho mbalimbali, yuko anayeratibu pale. Hayo aliyoko pale, hii ndio saa kwa jioni ya leo. Chukua hatua, sogea, ungane pamoja naye. Lakini wale ambao kwenye mikutano hii ambao wanasema pia, Bwana tusaidie na sisi tutakuwa miongoni mwa watakaobatizwa Sabato inayofuata, wewe uko kwenye kituo, ubatizo unaandaliwa pale ulipo pale. Kama uko mbali kabisa, una wasiwasi ya kwamba mimi nitabatizwa ambayo sijui kanisa liko wapi, Mungu ni mwema, atakuunganisha.
Wewe nenda tu kwenye zile comments, andika ikiwa hujafahamu nitapata wapi kanisa ambalo litaniunganisha na ukweli huu. Weka comments yako kwenye runinga pale, kwenye matangazo unayopokelea. Weka comments yako pale, eleza tu, weka namba zako na uko wapi, na watu wa Mungu watakuunganisha. Siku ya Sabato tuna ubatizo mkuu. Wewe chagua kuungana na aliyetamka tetelestai. Imekwisha. Ungana naye jioni ya leo. Imekwisha ukata tamaa. Imekwisha kuwa mtu wa maovu. Imekwisha kuwa mtu anayejisikia kwamba ameonewa. Imekwisha kwa mtu anayesikia hatia maishani mwake. Imekwisha. Imekwisha. Na sasa jioni ya leo, Baba Mungu wa amani atutendee sawasawa na haja ya mioyo yetu. Haja ya mioyo yetu. Atuguse katika miili yetu. Kwa walio tasa, kaguse utasa wao. Kwenye magonjwa sehemu mbalimbali ya viungo vyao, katika damu zao, mapafu yao na viungo mbalimbali, Yehova kaguse viungo hivyo. Arejeshe mahusiano, arudishe aliyetelekeza, arudishe mtoto aliyepotea, arudishe matumaini yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa kuwatendea watoto wako na kutenda sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Amen. Bwana awe nanyi. Msiondoke kwenye vituo, andikisha jina lako. Bwana awabariki sana.